Kwa majina kamili naitwa Heshima Marie Kentia, wengi mmenijua kama Queen Keke. Mimi nimezaliwa mtaa wa Nyabututsi, jimbo la Gitega katika nchi ya Burundi. Hii ni historia yangu fupi. Nimeanzia somo langu katika shule ya msingi ya Sainte Therese XNF Gitega mwaka wa 2011 na nikamaliza darasa la 6 mwaka wa 2016. Baadaye nikajiunga na shule ya sekondari darasa la 7 hadi darasa la 9 mwaka wa 2017 hadi 2019. Nikafanya mtihani wa serikali, concours national. Baada ya kufaulu mtihani, nikafanikiwa kuingia darasa la 11 katika shule ya Komibubu Yenzi Bujumbura mwaka wa 2020 hadi 2022. Nilikuwa nimesomea isimu ya lugha, yani linguistics. Historia ya familia yangu ni ngumu na hughadhabisha sana kwa sababu nililelewa katika mazingira magumu. Wazazi wangu waliachana kabla nizaliwe kwa kuwa baba wangu hakukubali matokeo ya ujauzito licha ya mimi na yeye kufanana kama tui na maziwa. Baada ya mimi kuzaliwa, tuliweza kuishi kwa nyanyangu, mama wa mamangu, pamoja na mamangu kwa zaidi ya miaka 7 na baadaye akaolewa na mwanaume mwingine. Nikiwa kwa shosho yangu, ndugu ya mama wangu akaleta shida sana na kumshauri shosho anipeleke kwa babangu mzazi ambaye amenikataa. Kwa kuwa anasema nikiendelea kuishi na wao nitaingia katika legacy ya familia, na hakuwa nataka hivyo. Mamangu akanichukua ili niishi na wao pamoja na bwanake kwa sababu hatukufanikiwa kumpata babangu mzazi kwani alikuwa mafichoni. Tuliishi na mamangu kwa karibu ya miaka 4, lakini changamoto ilikuwa mingi sana kwa sababu baba wa kambo hakunikubali na kunipenda. Hiyo miaka 4 ilikuwa ya machozi, ghadhabu, kulala njaa, kulala nje, kutusiwa na kudharauliwa. Sikuweza kuvumilia haya mateso, nikaamua kumtafuta babangu mzazi. Licha ya kumpata, bibi yake hakunikubali kwa sababu alikuwa na woga wa mimi kurithi mali yake kwani nilikuwa mtoto wa kwanza. Sikuweza kukaa na wao kwa muda, nikafukuzwa kutoka huko. Sikuwa na pa kwenda, nilikuwa na hofia maisha yangu juu ilikuwa usiku. Hakuna yote najuana nao katika sehemu hiyo. Baada ya kuzurura mtaani kwa zaidi ya masaa 4, nikapatana na msamaria mwema. Nikamuelezea shida zangu, akanihurumia na kunipeleka kwake. Akanilipia karo ya shule yenye ilikuwa imebaki, akanichukua kama mtoto wake na kunyonyesha mapenzi ambayo sikuwahi pata kutoka wazazi wangu. Alikuwa anaitwa Mama Esther. Mungu akubariki na kuzidisha miaka mingi pamoja na watoto wako. Nilimaliza somo langu baada ya miaka 3 na nikaamua kuja Kenya ili nitafute riziki. Mwaka wa 2023 ndio nilitua hapa Kenya. Bahati nzuri nilipatana na kijana kutoka Burundi. Akanitafutia kazi. Ilikuwa kazi ya nyumba. Nikafanya kwa miezi 2. Baadaye nikaingia kazi ya kinyozi. Nikahustle nikitafuta pesa ya kujiendeleza kimasomo na kupata kipato cha kuishi huku Kenya. Kazi hiyo ilikuwa na changamoto sana kwani watu wengi walitaka kuchukua advantage kwa sababu nilikuwa msichana. Nilipokataa kuwatimizia haja zao, walinitafutia makosa na kunifuta kazi mara kadhaa. Katika harakati ya kutafuta kazi, nilipatana na Smile Prince hapa Nairobi. Smile ni aje? Poa sana Keke. Nikamuelezea historia yangu, jinsi nilifika huku Kenya na yeyote ambayo nilipitia. Akapromise atanisaidia na kunipea platform ili nijiendeleze kimaisha. Kwa sababu historia yetu ilikuwa inafanana. Alinichukua kama sister yake mdogo na kunikuza kitalanta. Baada ya mimi kufanya video moja na yeye, video ilisambaa kote, watu wakaanza kupenda kazi zangu, wengi wakisema mimi ni dada yake juu ya vile tunafanana. Akanifungulia account ya TikTok, nikaanza kufanya comedy. Nikapata followers wengi kwa muda kidogo. Akaniconnect na ma clients, nikapata kazi ya advertisements. Maisha yangu ilianza kubadilika polepole. Kutokana na ile upendo nilipata kutoka fans, nikafika mahali nimefika leo. Kwa muda wa miezi 8, nimepata followers 1,000,000. Asanteni sana kwa upendo ambao mmenionyesha. Wengi wenu mlinipenda jinsi nilivyo. Hamkuwa mnajua nilikotoka, kabila yangu, but asanteni sana kwa kunikubali. Najua ni vigumu sana kwa wengi wetu ambao tumezaliwa kwa matatizo.
tuliolelewa na mzazi mmoja, tuliokosa upendo wa wazazi kwa sababu ya kutoelewana kwao. Na wakumbusha ya kwamba Mungu ako na mawazo mema juu ya maisha yetu. Usijichukie, usijidharau, usikufe moyo, kwa sababu ukijiamini na kutia bidii, Mungu atabadilisha historia yako na utakuwa mkombozi wa familia yako. Wengi wetu hatujui wazazi wetu. Hatukupata upendo unayostahili kutoka kwa wazazi. Trauma ya childhood inatuandama. Haswa girl child, hatuna wa kutushikilia mkono. Wengi wanataka kututumia ili watupee msaada na kujifaidi mwenyewe, lakini tusife moyo, kwani kuna wengi duniani ambao wako na nia njema. Kwa sasa nimejifunza kazi ya beauty and spa. Najua kupaka makeup, kuweka nails na kufanya massage. Napanga kufungua duka la beauty. So mafans wangu, kama unajihisi nimekuinspire na umependa kazi yangu, unaweza come through na unisupport ili niweze kutimiza ndoto yangu. Kama umeona hii video, nataka tufanye hii challenge, unaweza nitumia 1 bob, 10 bob, chochote unaweza kwa hii namba 0714307602 na nitashukuru. Kila mtu ambaye ameona hii video nitumie tu 1 bob kama congratulation ya kufikisha 1 million followers. Ukitaka kusikiza historia yangu yote, link ya YouTube iko kwa bio. Finya hiyo icon ya YouTube, subscribe, like, share and comment. Asanteni sana na Mungu awabariki.